Okay. Wana Fabidigo TV na BM Zakaria online TV, nasi leo tunakuja kukuletea yale yaliyojiri katika michezo, nami nikiwa katika ofisi zetu za Fabidigo TV, nikiwa katika mataa ile ya ofisi zetu, ili niweze kuwasomea yale walioniletea waandishi wa habari wetu, wale ambao wanaenda kutafuta habari, nami nikiwa ofisini kwa ajili ya kuripoti hivi vitu ambavyo naletewa. Sasa nikiwa katika daftari zangu hapa nikiangalia sana, nimeletewa habari ambayo inahusu mchezaji fulani ambaye anaitwa Okello, ni zaidi ya Oula na Libase Guye wa Simba Football Club. Yani Okello ni zaidi ya Oula na Libase Guye wa Simba Football Club. Hii ni kama mtaasali ambao ni wa kuchambuliwa kwamba kwa nini wamesema ni zaidi. Sasa kama chombo cha habari tunakuletea habari hii ili uweze kujua na kuelewa kwa nini habari hii imekuwa na watu wengi wanaongelea kwenye vyombo vya habari sana, pia wakiongelea sana kwenye mitandao ya kijamii, wakibadilishana mawazo. Sisi tumeamua kuleta hii vitu ili uweze kujua kwa nini tunaongea hivi. Kwa hiyo basi kuna vitu tutaviongea vile ambavyo ni tayari ni taarifa au ni habari ambayo imekuwa ina trendi katika vyombo vya habari. Leo ni siku nyingine tena ambapo baada ya muda mfupi mimi nilikuwa siniko kimya kusialetea habari yoyote, lakini sasa nawaletea habari ambayo imekamilika kuhusu Okello, mchezaji wa Yanga. Nawaletea habari ya kuhusu mchezaji wa Yanga huyu aliyetoka nchi ya Uganda, anaitwa Alan Okello. Alan Okello katika mechi mbili zilizopita hizi ambazo amecheza muda huu, mchezo aliocheza na Pamba Jiji na mchezo aliocheza hapo awali, michezo miwili ya karibuni, Okello ameonekana kwamba ni mchezaji ambaye ameisaidia sana Yanga Football Club pale ambapo mchezo uliopita zaidi alikuwa man of the match, na mchezo huu hapa alikuwa ametoa assist mbili, na mchezaji ambaye anaitwa Mdasiri, zote alifunga Mdasiri magoli mawili ambayo akapokea pasi kutoka kwa Okello, Alan Okello. Kwa hiyo basi katika mjadala huu ambao tumeuleta hapa ni mjadala ambao unahusiana na ukweli ndani yake kwamba katika mechi mbili za hivi karibuni Okello kaisaidia timu yake kupata ushindi ambao ni Young African, kupata ushindi na kupata pointi 6 ambazo katika michezo miwili, baada ya kutoka sare ya kutofungana na Simba Football Club, wakatoa sare nyingi sana hapo kati. Lakini pia Okello baada ya kutoka kwenye timu ya taifa kaonekana ni moto wa kuotea mbali pale ambapo ameonekana man of the match katika mechi ile ambao wamecheza na nyingine juzi walicheza na Pamba Jiji. Okello akawa ni mchezaji mzuri ambaye amevutia na kuonekana kwamba wanayanga wameweza kumfurahia Alan Okello. Kwa hiyo basi mjadala umekuja baada ya mechi mbili za Simba Football Club hizi ambazo Simba wametoa draw mbili za kufululiza, draw ikiwepo na Azam Football Club na pia ikitoa draw na TRA United kule Arusha, jijini Arusha. Mchezo ulikuwa ni mzuri sana, lakini maada yetu ni kwamba Okello kwa nini wanasema ni zaidi ya Oula na Libase Guye? Ni zaidi ya Oula na Libase Guye. Wanasema maji au mafuta yameanza kujitenga na maji, yani maji yanajenga na mafuta. Wanasema ilikuwa bado Okello hajaonyesha kiwango chake, lakini sasa hivi inaonekana kwamba Okello anatisha zaidi ya hawa watu wawili kwa takwimu za michezo miwili iliyopita. Alan Okello ameonekana kwamba amecheza vizuri zaidi ya Libase Guye na mchezaji ambaye anaitwa Anicent Oula. Kwa nini wamesema Okello ni mchezaji zaidi yao? Kwa vile mchezo wa Simba na Azam, Simba ilionekana imetoa draw. Baada ya kutoa draw, Simba ilionekana kwamba wao wametoa draw, lakini baada ya kuonekana kwamba wametoa draw, Simba Football Club inaonekana kwamba ni timu ambayo imeshindwa kusaidiwa na wachezaji wake wa kutegemewa kama vile Libase Guye na mchezaji ambaye anaitwa Okello na mchezaji ambaye anaitwa Anicent Oula, kwamba walishindwa kulazimisha safu ya wapinzani kwamba waweze kufanya makosa au kutoa assist. So katika mechi mbili hizi karibuni kwamba Okello amefanya vizuri kuliko Anicent Oula na Libase Guye wa Simba Football Club. Lakini pia huyo Okello kwamba katika mchezo huu wa pili wa Pamba Jiji Okello katoa assist mbili,
lakini Simba Football Club Oula akionekana kwamba ameshindwa kabisa kufuzu kwa TRA United kwa mabeki wa TRA, pamoja Libase Guye akitolewa kabisa dakika ya 70 kama hivyo, yani kwamba aingie mchezaji mwingine Ibrahim Morisi ambaye aliingia kwa kuangalia haya matukio. Kwa hiyo basi tumeleta hii habari kwamba mashabiki wengi sana wakiwa wanatambishiana huko mitandaoni kwamba yupi bora kati ya Okello na Libase Guye au Innocent Aula ni zaidi ya Okello. Katika takwimu tunaweza kusema Innocent Aula kwamba mechi mbili za karibuni hajafanya vizuri, japo kwamba ana goli kwenye ligi kuu ya Tanzania, ana assist kwenye ligi kuu ya Tanzania, maana assist ametoa, lakini pia huyo Libase Guye ana magoli mawili kama hivyo, lakini pia ana assist. Lakini kwa hivi karibuni, je, michezo miwili hivi ya sasa amefanya nini? Huo ndo mjadala ambao unamaanisha kwamba sasa wana Yanga Football Club au mashabiki wa Yanga Football Club wamekuja kasi na kusema maji yameanza kujitenga na mafuta, yani kwamba utamtambua yupi kwamba huyu ni mkubwa au mdogo, utatambua pale ambapo wanapambana kwa udi na uvumba ili waweze kupata maswali kama hayo. Nashukuru Mungu, Mwenyezi Mungu kwa kufanya haya yote, kwa sababu sisi kama Fabidigo TV tumeleta hii habari ili uweze kujua ya kwamba katika takwimu ya michezo miwili iliyopita, yani mchezo wa Simba alivyocheza na Azam na Simba akacheza tena na TRA United, kwa zote akiwa ugenini, Okello na Libase Guye hakuna kitu walichokifanya zaidi ya kutoka nunge, yani hawajatoka na kitu chochote kuisaidia timu yao, kwa sababu ile siku ya Azam Football Club kwamba mchezo ule ulichezwa, lakini kuna watu kama Libase Guye alicheza vizuri sana na kusababisha ile penalti ambayo analaumiwa huyu coach refa aliyochezesha ambaye anaitwa Daragije, ambaye anahusika kama Alajiga, kwamba aliwanyima Simba penalty. Lakini pia ukiachana na penalty, walishindwa kuonesha kwamba wao ni wachezaji wakubwa wa kufungua beki ya Azam pia na beki ya TRA United. Kwa hiyo Okello katika michezo ya hivi karibuni ameonekana kwamba yeye ni kinara katika michezo hiyo miwili, na kuonekana amekuja kasi na assist 2 na magoli mawili, kwamba ameonyesha kiwango kizuri kwa kweli. Kwa kusema ukweli kwamba kiuchambuzi, ukiangalia takwimu kwamba Okello katika michezo miwili hii amefanya vizuri sana. Kwa hiyo basi hivi leo tunaweza kusema kama we ni mfuasi wa mpira wa miguu, endelea kufuatilia YouTube channel kubwa kama hii Fabidigo TV na BM Zakaria Online TV ili kupata updating. Asante sana.